Naam. Unajua siku hizi sikuelewi mpenzi. Kwa nini? Umekuwa ni mtu wa kuja tu hapa na kuondoka. Kila siku uko bize, si mchana si usiku. Unategemea mimi naishi vipi? So hivyo mpenzi wangu, na naomba tu utambue ya kwamba ubize huu nilionao sasa ni ubize wa muda tu, na nikuombe tu mvumilivu, lakini muda si mrefu utafurahi mpenzi wangu, sawa? Nimechoshwa na hizo ahadi zako. Kaa ukijua hata mimi nina haki ya kuwa na wewe pale ninapokuhitaji. Usiku hutaki kuwa na mimi sababu eti ni mkeo. Mchana kama hivi umekuja hapa, unataka kuondoka kisa una ahadi ya kuonana na mtu. Sasa basi, hapa leo utoki baba. Hata mimi nina hamu ya kuwa na wewe. Kama hoja ni kuonana na huyo mtu, utaonana naye usiku muda wa kwenda nyumbani kwako. Okay. Nimekuelewa vizuri sana mke wangu, kipenzi changu mwenyewe na azizi wangu, ila nikuombe tu kitu kimoja. Kwa sasa niruhusu nikaonane na huyo mtu, ila jiandae, nitalala hapa. Kweli baby? Oh my love. Asante sana mume wangu. Sijali mpenzi wangu. Basi nakuruhusu uende, ila nakuomba uwahi kurudi na kuandalia chakula kizuri. Acha kweli kile ninachopenda. Umesahau mambo yangu. Yaani utafurahi mwenyewe leo. Haya poa. Haya naomba uende. Burudani inaonyesha wazi kabisa kuwa hauko sawa, la umekasirishwa au njaa. Maana wanasema adui muombee njaa. Leta habari. Hivi Doni, kitendo ulichofanya juzi mbele ya wale mademu, unafikiri mimi nifurahishwa nacho? Ukamwagilia moyo kwa upande wako mzee, si ndio? Ukaamua unipate kinyesi mbele za watu, nionekane sina maana kabisa baba. Nikwambie tu kitu kimoja, kiukweli nikera sana sana. Okay. Burudani, mimi na wewe hatuwezi kuhitilafiana kwa vitu vidogo vidogo. Tumetoka mbali sana, unajua siku ile ni simu tu ile ya mke wangu ilinivuruga sana, lakini pia ni kosa lako. Ni kosa lako. Ile pisi uleta siku ile pale haikunishawishi kabisa kabisa. Pisi ile uloletea pale siku ile pale Terrace Point ilikuwa imekitupia Kiredi Valentine. Ile ilikuwa ya moto. Acha. Yaani ile naitaka leo, kesho kutwa. Muda wote naitaka. So ile uloletea siku ile pale. Doni bwana. Sasa Doni, si ungesema tu mzee, yaani unamvutia uzi tu chapu, angefika pale. Lakini hatujachelewa. Acha nifuate chapu na ile tatu. Sisi. Hapana. Unajua pana haja ya kutana bisi nyingine. Kwa sababu ni madhara nayo hii. Alafu tutaicheki hiyo nyingine. Sawa. Oi. Mzigo ushafika hapo. Nikifaa. Kama jana. Salva, unaweza ukaniambia ulikuwa na maana gani kuja pale hospitali siku ile? Kila mume wangu jamani. Shut up.
Hivi Salma, unawezaje kuja pale na ile hali unajua mimi niko pale? Alafu yani mnashikana viuno kabisa mbele yangu. Lengo lako lilikuwa ni nini mama? Uumize moyo wangu, si ndio? Hapana bebe. Kuna haja ya kukasirika kiasi hicho. Tambua huyo ni mume wangu. Na haelewi chochote juu ya mahusiano yetu. Isitoshe aliniita. Ningewezaje kukataa? Haijalishi Salma, haijalishi. Kumbuka kwa mimi pia nina moyo. Na ninaumia pale ninapokuwa na uko na wale bebe wako ambao sema wewe ni mumeo. Salma, hebu basi jaribu kutambua tu maumivu yangu na mapenzi yangu kwako. Jaribu kuheshimu mapenzi yangu kwako pia. Kwa nini unanifanyia mambo kama haya? Sawa mpenzi. Nimekuelewa. Sikudhamiria kukuumiza. Nakuahidi tu haitajirudia tena. Sawa. Lakini tambua kwa mimi nina moyo na ninaumia sana. Sawa. Na hasa ninapokuwa na ubega wako mimi naumia sana. Kisa mume kitu gani bwana? Au kwa sababu aliwahi? Mimi mwenyewe naweza nikawa mumeo pia. Sawa mpenzi. Ila mimi sipendi kuwa namtukana. Mke amchukulie na kumtukana wamtukane. Mimi sipendi. Wakati mwingine unaniudhi bwana mambo yako haya. Ila siku nyingine usudie mambo kama. Mimi sipendi nione zile hali, sawa? Sophie mwanangu. Be, Muda umekwenda sana. Na baba bado hajarudi. Lakini pia simu zake zote hazipatikani. Sijui hata yuko wapi. Sijui atarudi saa ngapi. kwa atarudi saa ngapi sasa baba? Kwa kweli siwezi hata kujua. Huenda huko aliko ametingwa na kazi zake. Cha msingi sisi kinatupasa tumuombee Mungu tu arudi salama nyumbani na pia amfanyie wepesi kwenye kazi zake. Sawa mama, nakuelewa. Vizuri kwa kunielewa mwanangu. Sasa nenda ukalale ili kesho usichelewe kwenda shule. Mama, hapana. Mimi siendi kulala. Mimi namsubiri mpaka baba arudi. Sophie. Mama, hapana, sijamwona toka asubuhi. Sawa. Mimi na imani baba akiwahi kurudi tu nitakuja kukuamsha. Sawa? Mama, hapana. Sophie, unatakiwa uende ukalale ili uwahi kwenda shule. Kingine, ujue kabisa baba akirudi akakukuta hapa, shida itakuwa kwangu. Halafu kingine, wewe unajijua kwamba ni tegemeo la taifa ya kesho. Kwa hiyo unatakiwa uwahi kulala ili kesho uwahi kuamka uende shule. Sawa mama? Niahidi kama baba akirudi utaniamsha. Sure. Nakupromise. Baba akifika tu mimi nakuamsha. Si unajua hata baba mwenyewe hawezi kulala bila kukuona. Sawa mama. Mimi naenda kulala, lakini baba akirudi tu usiache kuniamsha. Wala usijali mwanangu. Nitakuja kukuamsha. Sawa? Sawa mama. Nenda kalale. Kwa mpaka saa hizi jamani, mume wangu. Leo imekuwa siku maalum sana. Ndiyo siku ambayo ungenikasirisha kweli kweli kama usingekuja. Lakini pia ndiyo siku ambayo umenifurahisha.
sana na kukonga moyo wangu. Wow. Kwa kuwa umekuja na tunalala wote. Baby, yani sijui nielezeje. Yani fulani nilionayo sina hata maneno ya kuelezea. Itoshe tu niseme bibi wangu, umeukosha moyo wangu. Jessica, nakwambia kitu. Furaha yangu ni kukuona ukiwa na furaha. Yaani ikitokea nimekukwaza, basi jua tu shetani amepita katikati hapo. Lakini wala sio utashi wangu. Mwenye unajua, wewe ndio kipenzi cha moyo wangu. Kweli baby? Kweli? Bila shaka. Wow. Asante sana. Yaani nafurahi kusikia maneno yako. Nakupenda mama. Nakupenda tu. Mke wangu, sasa mbona mtoto hajaenda shule mpaka saizi? Kwanza afadhali tu umerudi mume wangu. Yaani hapo unavyotuona, toka jana usiku hatujalala, tunakusubiri wewe tu. Kibaya zaidi, napiga simu zako zote hazipatikani. Leo asubuhi mtoto kagoma kwenda shule mpaka amwone babake. Unadhani mimi ningefanyaje mume wangu? Pole sana mamangu. Asante baba. Unajua, jana usiku tulipata mgonjwa wa dharura ambaye alikuwa anahitaji operesheni kubwa ya kichwa. Kwa hivyo tuko busy usiku mzima kumshughulikia. Ndio maana hata simu zangu ukaona hazipatikani. Lakini pia poleni kwa usumbufu mliopata.